Karibu tena kwenye chaneli yetu ya Penicare Afya, na karibu pia darasani ili tuendelee kujifunza vitu vingi. Na kama ni mara yako ya kwanza kupata darasa hili, tafadhali usisahau kusubscribe, lakini pia kubonyeza alama ya kengele ili uendelee kupata elimu muhimu kuhusu ujauzito, uzazi na afya kwa ujumla. Leo tutazungumzia mada muhimu sana kwa wajawazito wengi. Leo tunazungumza na wajawazito only. Watu wengi mmekuwa mkijiuliza kwamba mama mjamzito anaweza akajifungua kwa muda gani? Wiki ngapi ambazo mama anapaswa kwenda kujifungua? Wajawazito wengi hujiuliza sana hilo swali kwamba je, nikijifungua mapema itakuwa salama? Mtoto akizaliwa si wiki ya 7 au ya 8 ya mwezi wa mwisho anaweza kuishi? Wiki sahihi ya kujifungua ni ipi? Hivyo kwenye video hii tutazungumzia wiki ambazo mama anaweza kujifungua na nini maana ya kujifungua mapema au kwa wakati. Hayo yote tutajifunza, lakini pia ujauzito wa kawaida huchukua wiki ngapi? Pia unatakiwa kujua. Kwa kawaida ujauzito kamili huchukua takribani kuanzia wiki 40 au miezi 9 na siku kadhaa. Lakini si kila mama hujifungua wiki 40. Hasa watu wengine hujifungua mapema kidogo au uchelewa kidogo pia. Kwa hiyo wanatofautiana. Na mama anaweza kujifungua kuanzia wiki ngapi? Kwa kawaida mtoto anaweza kuzaliwa akiwa na uwezo mzuri wa kuishi kuanzia wiki 37 ya ujauzito na kuendelea. Kujifungua kati ya wiki 37 mpaka 42 huonekana kama kujifungua kwa wakati wa kawaida. Lakini mtoto wa wiki hizi mara nyingi huwa amekuwa vizuri na viungo vyake vimekomaa vizuri pia. Lakini kujifungua kabla ya wiki hiyo au wiki 37, mama akijifungua kabla ya wiki 37, hali hiyo huitwa kujifungua njiti au premature birth. Na mtoto njiti anaweza kuwa na uzito kidogo, kwamba mfumo wa kupumua haujakomaa pia, lakini pia anaweza kuhitaji uangalizi maalum wa hospitali au wa kitaalamu. Hata hivyo, kutokana na maendeleo ya tiba, watoto wengi wanaozaliwa mapema wanaweza kuishi vizuri wakipata huduma sahihi kutoka kwa wataalamu. Je, mtoto anaweza kuishi akizaliwa wiki ya 28, 30 mpaka 37? Ni hilo swali pia mmekuwa mkijiuliza. Ndio, inawezekana akaishi vizuri, lakini watoto wanaozaliwa mapema sana huhitaji mashine za kusaidia kupumua, uangalizi maalum wa madaktari, lakini pia huduma za chumba cha watoto njiti. Lakini kadiri ya wiki zinavyoongezeka ndivyo nafasi ya mtoto kuishi vizuri inaongezeka zaidi. Okay, dalili zinazoonyesha kujifungua kwamba zimekaribia ni zipi? Kwamba mama anaweza akaona dalili zipi kwamba akajua kwamba hapa anaelekea kujifungua? Dalili ya kwanza ni uchungu wa mara kwa mara kama nilivyowafundisha, lakini pia tumbo kukaza, lakini pia kutoka ute wenye damu kidogo, lakini pia kupasuka kwa maji ya uzazi au mfuko wa uzazi, lakini pia mtoto kushuka chini na maumivu ya mgongo. Na dalili hizi zinatokea karibu na wiki za mwisho za kujifungua na kujiandaa kwenda hospitali. Nini husababisha kujifungua mapema? Ambacho kinasababisha baadhi ya sababu zinazoweza kuongeza hatari ya kujifungua mapema ni pamoja na maambukizi, lakini pia pressure ya mimba, lakini pia mapacha pia, lakini pia kufanya kazi nzito na sana na stress nyingi pia, lakini pia kuvuja maji ya uzazi mapema na matatizo ya kiafya kwa mama. Inaweza ikasababisha wewe ukajifungua mtoto mapema. Lakini ndio maana kliniki ni muhimu sana kwako wewe. Pale ambako ukijigundua kwamba una ujauzito, unatakiwa uanze kliniki mara moja kipindi chako cha ujauzito chote. Na mama afanye nini ili kujirinda na changamoto hizo ambazo nimeweza kuwafundisha? Mama mjamzito anapaswa kuhudhuria kliniki vizuri, lakini pia anapaswa kupata lishe bora, lakini pia kupumzika vya kutosha, kuepuka kazi nzito, kunywa maji ya kutosha na kuwahi hospitali akiona dalili za uchungu mapema. Kwa mama mjamzito, kwa kawaida unaweza kujifungua salama
kuanzia wiki 37 na kuendelea hadi 42. Lakini pia kujifungua kabla ya wiki ya 37, hiyo huitwa kujifungua kwa njiti, na mtoto anaweza kuhitaji uangalizi muhimu zaidi kwa madaktari. Na ni muhimu kufuatilia afya yako vizuri kipindi cha ujauzito ili kumnusuru au kumlea mtoto wako tumboni akiwa vizuri na afya ya kutosha, si ndio? Na hii hapa ninahitimisha kwa kusema kwamba unahitaji kujilinda pale ambako ukishagundua hivi tu na ujauzito, ujilinde na ujikinge zaidi. Lakini zaidi unatakiwa kuanza kuhudhuria kliniki pale ambako utagundulika kwamba tayari ni mjamzito mpaka mwisho wa ujauzito wako. Asante sana kwa kutazama kipindi hiki mpaka mwisho. Kama umejifunza jambo lolote kupitia video hii, usisahau kulike, subscribe, lakini pia kushare video hii kwa wengine ili waweze kupata darasa na elimu muhimu zaidi kuhusu afya ya mama na mtoto. Na naomba utuandikie kwenye comment kwamba je, ungependa tufundishe mada gani inayofuata nyingine kuhusu ujauzito na uzazi kwa ujumla. Lakini pia tutaonana kwenye video au kipindi kinachofuata.